Bwana, kwa taarifa ambazo nimepenyezewa mpaka hivi sasa ni kwamba Simba wako serious, wanamtaka Maxim pia Nzengeli, na tayari mazungumzo ya awali yamefanyika kwa pande zote mbili, na mpaka hivi sasa ni kwamba kinachosubiriwa ni mkataba wa Maxim Nzengeli kumalizika kwenye kocha ya Young Africans. Kumbuke Maxim Nzengeli alisaini mkataba wa mkopo wa miaka 2 akitokea Maniema ya pale nchini Kongo, na tayari mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu wa mkopo, lakini pia uongozi wake hauko tayari kusaini mkataba mpya na klabu ya Young Africans, na ndio maana ameanza mazungumzo na klabu ya Simba. Ingawa pia Maxim Nzengeli pia alishaonesha nia ya kutaka kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans, na moja ya sababu kubwa ambayo inaelezwa kutaka yeye kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans ni kutokana na namna ambavyo amekuwa akipata nafasi kwenye kikosi cha Young Africans ya kusuasua, hasa tangu alipata majeraha. Ukumbuke kupata nafasi ya kucheza mara kwa mara, kitu ambacho kimepelekea pia kuanza kuhoji, na moja ya vipengele ambavyo inaelezwa kwamba vilikuwepo kwenye mkataba wake ni kupata dakika nyingi za kucheza. Sasa baada ya kuanza kukosa dakika nyingi za kucheza ndo akaanza kuhoji. Alivyoanza kuhoji ndo inaelezwa kwamba akaanza kutofautiana na baadhi ya viongozi, kitu ambacho kimepelekea au kimemfanya yeye kuamua kuondoka mwishoni mwa msimu huu, ingawa tangu mwanzoni mwa msimu walikuwa wanajadiliana kwamba aongeze mkataba mpya na yeye alikuwa ameridhia, lakini ambacho kilitokea ni kwamba Young Africans wao walishindwa kukubaliana na klabu ile ya Kongo ambayo imemleta pale kwa mkopo. Kwa hiyo ikapelekea aendelee kusalia na mkataba ule wa mkopo wa msimu uliopita ambao unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo mpaka hivi sasa hakuna mazungumzo yote ambayo yamefanyika baina ya Yanga na Maxim Nzengeli, hasa baada ya kutokea kwa hizo sintofahamu za hivi karibuni, kitu ambacho kimepelekea sasa amue kudecide au kuamua kwenda sehemu nyingine. Lakini kwa namna ambavyo mambo yalivyo mpaka hivi sasa, Simba ndo wanakaribia zaidi kunasa saini yake, kwa sababu mazungumzo tayari yameshafanyika baina ya Simba na klabu ya kule nchini Kongo, lakini pia hata viongozi wa Maxim Nzengeli pia wamekubali, kwa maana meneja wake ameshakubali yeye asaini kuwa mchezaji wa Simba. Kinachosubiriwa sasa ni mkataba kumalizika, lakini pia bado kwenye maslahi binafsi kuna vitu ambavyo Maxim Nzengeli hajakubaliana na klabu ya Simba, na inaelezwa moja ya vitu ambavyo hajakubaliana na klabu ya Simba mpaka hivi sasa ni mshahara ambao Maxim Nzengeli anahitaji milioni 20, lakini klabu ya Simba ipo tayari kutoa milioni 18. Lakini mpaka hivi sasa bado mazungumzo yanaendelea kwa pande zote mbili. So kama watafikia makubaliano, atasaini mkataba na klabu ya Simba na atakuwa mchezaji wa Simba. So far kwa quality yake na uwezo wake, hata kama Simba watakubali kumlipa mshahara wa milioni 20, bado of course ana deserve, kwa sababu ni mchezaji ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana, amekuwa mhimili mkubwa kwenye kikosi cha Yanga, na naamini pia atakienda kwenye klabu ya Simba pia atakuwa ni mchezaji ambaye ni muhimu zaidi kwenye kikosi. Na ukiangalia kwa siku za hivi karibuni, of course Simba ina mawinga wazuri, lakini bado haijapata ile depth squad kwenye eneo la mawinga pembeni, kwamba kuwa na wachezaji wengi ambao wana ubora wa hali ya juu. Maana kama atafanikiwa kumpata Maxim Nzengeli kwa mshahara wa milioni 20 akiamua kuutoa, na maana watampata. Wakimpata maana yake ni kwamba watakuwa na Maxim Nzengeli, watakuwa na Elim Panzu, watakuwa na Loda Chesambi, watakuwa na Joshua Mutale Budo, watakuwa na Kibu Denis Prosper, lakini pia watakuwa na Edwin Barua. Maana watakuwa na wachezaji 6 ambao hao wote ni mawinga. Sasa hapo mwalimu atakuwa na machaguzi mengi ya nani aanze kwenye kikosi cha kwanza na nani ambaye anapaswa kuanzia bench. Lakini ukumbuke kama Simba itampata pia Maxim Nzengeli, maana ndio timu ambayo itakuwa ina mawinga wengi ambao ni hatari zaidi, kwa sababu hao wote wana uwezo mkubwa sana wa kuchezea mpira. Mtu pekee ambaye sio mzuri sana kwenye kuchezea mpira ni Kibu Denis, lakini yeye pia pamoja kwamba sio mzuri sana kuchezea mpira, lakini ni winga ambaye ana uwezo mzuri wa kulazimisha mashambulizi. Kwa hiyo Simba itakuwa na option ya kuwa na wachezaji ambao wana uwezo mzuri, wachezaji ambao watakuwa na uhakika wa kuisaidia Simba kwenye michezo miepesi, lakini pia hata kwenye michezo migumu. So kwa hivi sasa moja ya vitu ambao pia Simba wanaviplani, sio tu ukiacha kwenye hili deal la Maxim Nzengeli, lakini pia Simba wana plan pia kuanza mazungumzo na Pacome Zouzoua. Yes. Na ukumbuke pia meneja wa Pacome Zouzoua ndio wakala wa Pacome Zouzoua, ndio wakala pia wa Valentino Uma. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba kupitia mahusiano mazuri ambayo Simba wanayo baina yao na wakala wa Valentino Uma,
wana uwezo wa kumpata Pacome Zouzoua. Kwa hiyo tusubiri tuone nini ambacho kitaenda kufanyika. Kama Simba watafanikiwa kumshawishi na Pacome Zouzoua akajiunga na Simba, ni swala la kusubiri na kuona, lakini currently kwa kile ambacho inaonekana Simba wako serious sana kuboresha timu yao, na wanaamini kwamba msimu huu kama watakosa ubingwa, lakini msimu unaokuja hawatakosa ubingwa kutokana na aina ya wachezaji ambao wapo. Kwa hiyo kwa hivi sasa kile ambacho kinaonekana ni kwamba tayari mtu ambaye walau ana 70% za kumpata ni Maxi Nzengeli, lakini pia kuja kumpata mtu kama Pacome Zouzoua ni kitu ambacho kinawezekana. Ni swala tu la wao kuweka pesa kama kweli wanahitaji kumpata mchezaji. Na of course Simba kwenye swala la pesa wote tunajua Mo Dewji ni miongoni mwa watu wenye uwezo mzuri sana kifedha. Sidhani kama kuna tajiri hapa Tanzania ambaye amewekeza kwenye mpira ana fedha kumdhidi Mo Dewji. Yaani Mo Dewji bado anabakia kuwa boss namba 1, boss mwenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo akiamua kuweka pesa, naamini kwamba hakuna kitu ambacho kitashindikana. Ili kuendelea kuwa karibu au kupata taarifa mbalimbali za michezo, hakikisha kwamba una subscribe channel hii ya Ngereza TV, lakini pia hii itakusaidia kupata taarifa mbalimbali za michezo, uhamisho wa wachezaji, lakini pia uchambuzi wa matukio mbalimbali ya kimichezo kwa ubora wa hali ya juu kabisa.